Mwanamke duniani ambayo sasa tuko katika wiki hiyo, na sisi kama serikali kwenye upande wa kata yetu kwa kushirikiana na wasimamizi wetu ambao tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwa maana viongozi wa chama tumeambatana nao kuja kufanya tendo la huruma, utu, ambao ni wajibu wetu kama viongozi wa serikali. Tumekuja katika kituo chetu cha afya cha Pugu, na kama ambavyo mmeona tumepita kwenye wodi ya wazazi, tumekutana na kina mama, lakini baada ya kugawa vitu vile na vingine tunaviacha kwa uongozi ambao tunaamini wako wakina mama wanakuja kujifungua katika hospitali hii na wengine wana uhitaji zaidi. Kwa hiyo vitu hivi tunaviacha hapa chini ya uongozi, na tukiamini vitu hivi vitatumika kwa uweredi, kwa maana kwa uaminifu mkubwa, ili kesho tusije tupate na moyo wa kuendelea kuleta vingine na vingine. Lakini nitoe rai kwa uongozi wa hospitali, tuendelee kuwa tunashirikiana kwa karibu, ili siku nyingine inaweza ikawa sio siku ya mwanamke, lakini bado kama viongozi tunao wajibu wa kuhakikisha tunawahudumia wananchi wetu ambao wametuzunguka wanakuja kuhudumiwa katika hospitali hii. Tunajua wako wananchi wengi wanahudumiwa sio wa Pugu tu, lakini sisi kazi yetu ni kuwahudumia wananchi wote ambao wanakuja katika hospitali hii, ili tukiyaenzi matendo makubwa ambayo yanafanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye ndio Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika kuendeleza ile kauli mbiu ya kazi na utu. Hili tulilofanya, utu umetamalaki, upendo umetamalaki, na niendelee kuwasisitiza viongozi wenzangu tuendelee kuwa na utu, upendo, ili tuambatane pamoja kuweza kuwakirimu watu wetu ambao tunawaongoza. Maalim Mfumbe, mganga tiba asili toka nchini Malawi, ni bingwa wa magonjwa sugu na matatizo ya kibinadamu kama vile kumrudisha mpenzi, kumvuta mtu aliye mbali na kumfanya akupe unachokitaka. Lakini pia kuna dawa za mvuto wa mapenzi, mvuto wa biashara, mvuto wa mali, na bila kusahau anasafisha nyota, anafanya visomo kwa matatizo mbalimbali, kufunga kesi kwa mtu aliye na kesi, kupandishwa cheo kazini na kumfanya bosi akusikilize kwa kile unachokitaka. Maalim Mfumbe anatoa pete za bahati zenye nguvu za kuvuta mali na utajiri wa majini bila kafara. Huduma hizi utazipata popote pale ulipo ndani ya nchi ya Tanzania, hata nje ya nchi ya Tanzania. Maalim Mfumbe ni suluhisho la matatizo yako. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki sana. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametuwezesha kufika siku hii ya leo, maana si kwa uwezo wetu kufika siku hii ya leo. Pili, nawashukuru wauguzi pamoja na madaktari wa hospitali hii kwa kutupokea, kuleta haya matendo ya huruma. Kama kauli mbiu ya mama yetu mpendwa Samia Suluhu Hassan inavyosema, kazi na utu. Kazi tunaifanya na utu tumekuja kuutekeleza japo kwa kiasi kidogo. Tunaelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Kimkoa itafanyika halmashauri ya wilaya ya Ubungo, lakini pamoja na kufanyika kimkoa halmashauri ya wilaya ya Ubungo, kama wilaya tunafanya matendo mbalimbali. Leo tumeanza hospitali ya Pugu, tutakwenda Minazi Mirefu na kuna matendo ya huruma tutayafanya kwa watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi. Kwa hiyo nipende kuwashukuru tena wafanyakazi wote, wahudumu pamoja na madaktari, na kuwakaribisha katika kilele kitakachofanyika viwanja vya Mburahati, panaitwa viwanja vya barafu, siku ya Jumapili tarehe 8 mwezi wa 3. Karibuni sana. Kwanza kabisa tunapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha salama siku hii ya leo. Mimi nipende tu kuwashukuru viongozi wetu waliotupokea katika kituo cha afya hapa Pugu.
na lengo ni kuja kutoa haya matendo ya huruma. Sisi wenye viti wa serikali za mitaa wa kata ya Pugu kwa kushirikiana na viongozi wa chama na jumuiya mbalimbali tumeungana na wenzetu kwa ajili ya kuja kufanya matendo ya huruma. Basi mimi nawashukuru sana viongozi wote pamoja na wananchi wote kwa ujumla. Ninachokiomba tuendelee kuwa na ushirikiano, tuwe pamoja na tushirikishane kwa lolote lile ambalo litatokea, kwani haya ni matendo ambayo hata mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan anayahitaji tuyafanye mara kwa mara, si hapa tu bali katika maeneo mbalimbali. Na sisi wenye viti tunajikita kwamba tuko kwenye vituo vya afya, hata kwenye mitaa yetu tutaendelea kuungana na nyinyi wananchi kwa ajili ya kufanya haya matendo ya huruma. Basi mimi kwa hayo niwashukuru sana, asanteni sana kwa niaba ya wenye viti wa serikali za mitaa wa kata hii ya Pugu. Nashukuru sana kwa ushirikiano wenu na tuendelee kupeana ushirikiano. Kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na imani kutufikisha hapa leo. Nami niungane na viongozi wenzangu kama walivyoanza kutangulia kusema maudhui ya shughuli hii ya leo. Basi nami nipende kumshukuru Mheshimiwa Diwani wa kata hii ya Pugu naye kuungana nasi. Hili ni la kina mama. Inawezekana angesema mimi siendi, bali mchango wangu na utoa. Lakini niwashukuru wenye viti wa serikali za mitaa kwa ushirikiano wao kwa kufanikisha jambo hili. Tusiwe wengi wa fadhila, lazima tuwashukuru kina mama wenzetu waliotukimbilia. Manake wanaweza wakatoa vile vitu afu akasema hatwendi, pelekeni. Tungepeleka viongozi watupu. Lakini na wao tumeshirikiana nao. Tuwashukuru wahudumu wetu wa kituo chetu cha afya cha hapa Pugu kwa kutupokea, kwa kushirikiana nao mwanzo hadi mwisho wa shughuli zetu. Ombi langu kwenu, msituchoke. Sisi kila muda tutakuwa tunakuja. Shukuru sana afisa maendeleo kwa ushirikiano wako. Mungu akubariki sana. Naam kabisa. Hii ni Sanga Media Tanzania ama Sanga Media TZ. Na hapa tupo maeneo ya hospitali ya Pugu Kajiungeni. Na tunaelekea siku ya mwanamke duniani katika kilele chake cha kuadhimisha siku ya tarehe 8. Basi viongozi wa kata ya Pugu pamoja na UWT wamekuja hapa kutoa vitu hivi unavyoviona kwa wamama ambao wamejifungua na wengine wanaojikaribia kujifungua na wenye mahitaji maalum katika hospitali hii ya Pugu Kajiungeni kuelekea siku ya kilele cha mwanamke duniani siku ya tarehe 8. Basi wamekuja kufanya vitu kama hivi hisani mbalimbali, na tumepokelewa na wauguzi pamoja na madokta kwa upendo kabisa, na watu wamefurahia huduma hii iliyokuja kutolewa hapa hospitali, na wamesema kwamba viongozi wawe na moyo huo. Nikukumbushe tu usikose kuangalia Sanga Media Tanzania na usikose kusubscribe na kushare video hii ili uwe wa kwanza pia kupata matukio yetu. Mimi mtangazaji wako ni Karimu Mkali.